Mheshimiwa Naibu Spika, utaratibu wa upatikanaji wa leseni huanzia katika vyombo vya udereva ambapo vyuo hivyo vimeenea katika wilaya ya Zanzibar, ikiwemo wilaya ya Kaskazini kipo eneo la Mkokotoni na wilaya ya Kati kipo eneo la Bambi. Aidha, mamlaka kwa sasa inakamilisha utaratibu wa majaribio ya madereva baada ya kufanywa majaribio kupatiwa cheti cha umahiri ambacho humwezesha dereva kupatiwa leseni katika ofisi za ZRA zilizopo ndani ya mkoa yetu ya Unguja na Pemba. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ilirasimisha biashara bodaboda kwa kuweka utaratibu kwa wale ambao watafanya biashara hiyo kwa kufuata utaratibu wa kupata mafunzo ya udereva, kuwa na leseni ya udereva, kupasisha chombo cha biashara na vigezo vingine. Aidha, serikali kupitia wizara tunaiomba jamii kufuata sheria zilizowekwa bila ya shuruti, ikiwemo waendesha bodaboda kuacha vitendo vinavyokwenda kinyume na sheria zetu ambavyo ni kero kwa jamii. Hata hivyo, mamlaka za kusimamia sheria nazo zinatakiwa kuchukua hatua ipasavyo kwa wale wote ambao wataendesha bodaboda kinyume cha utaratibu uliowekwa. Mheshimiwa Naibu Spika, hatua zinazochukuliwa ni pamoja na mamlaka kushirikiana na jeshi la polisi kufanya operesheni za mara kwa mara za kuwakamata madereva wa bodaboda ambao wanakiuka sheria za usalama barabarani na kuwatoza faini pamoja na kuwataka kwenda katika mafunzo kabla ya kuanza kutoa huduma hiyo. Hadi kufikia mwezi wa Machi 2025, jumla ya vyombo bodaboda 517 vimekamatwa kwa makosa mbalimbali ya uvunjifu na usalama barabarani. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Amer Abdallah Amer, swali la mwanzo na nyongeza. Asante sana, kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona, lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri sana. Swala langu ni kwamba usafiri huu wa bodaboda mara nyingi umekuwa usafiri wa watu ambao wana kipato cha chini na wamekuwa wakitegemea sana katika safari zao mbalimbali. Lakini kumekuwa na changamoto na malalamiko kidogo kwamba hakuna bei rasmi au bei elekezi. Hivi sasa bodaboda wamekuwa wakijipangia bei namna wanavyopenda wao wenyewe. Je, kuna busara na hekima yoyote kwa serikali kuona kwamba kama vilivyo vyombo vingine vya usajili vya usafiri vilivyosajiliwa rasmi vina bei elekezi na kuona utaratibu wa kuweka bei elekezi katika usafiri huu wa bodaboda? Asante. Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Amer kama ifuatavyo. Kwanza nimhakikishie ni kweli usumbufu upo kwa wale ambao bei zao hutoa mdomoni tu na sio bei ambazo official zilizopangwa. Hivi ndani ya nchi yetu eneo ambalo lina bei maalum ambazo nazifahamu ni kwenye ndege pamoja na eneo la airport na bandarini. Lakini tupo kwenye taratibu ya kuhakikisha bodaboda wote na wao wana bei maalum na sio zile za kuropokwa wenyewe na kuweza kuwafanya wananchi ambao wanyonge wakawachaji fedha nyingi pale ambapo hapastahiki. Tukuhakikishie kwamba wizara yetu tutalisimamia na tutahakikisha kwamba wanaweka bei maalum ili wananchi waone bei zao wanazochajiwa kwa uhalisia. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.